kuna nyumba ninajengewa mahali. Msichana wangu amekuwa akinitumia pesa. Nikaanza unanipenda na ulale nikukosea. Kijana yangu. Nikukosea. Wewe nawe. Nikukosea. Yaani mimi huyu ni bibi yangu. Wasichana ni wengi zaidi. Ngoja. Nikusikize nini? Nimekupata katika nini? Sio hivyo. Nimekupata. Hebu pigia bibi yako simu akuje saa hii. Nataka just stand here. Usinikaribie. Bibi yako aliniforce baba. Mimi sikuwa nataka, sina kupenda. Alikuforce. Aliniforce. Don't come near me. Bro, ulikuwa na force huyu mwanamke kwa naye. Don't come. Bibi yako kwa wapi? Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Watu wangu hapa daktari ametuambia kwamba tutafutane na mama bibi ya Mike, na amefika. Tuko hapa tunataka tuzungumze na yeye kidogo pia tuweze kujua hii maneno iko namna gani. Msichana wake amempigia simu na tunaona amefika kwa hapa. Tunataka tuanze na msichana wake kwanza, aweze kutuambia moja mbili ndio tuweze kuingia kwa mama. Atuambie pia vile kunakuwa. Madhe uko aje? Niko poa. Wewe nani, kuna kitu unafaa kutuambia? Kama kuna kitu unafaa kuambia mama wako? Nilimpigia tu simu akuje, hata sikumwambia kitu yoyote. Hujamwambia kitu? Okay, Madhe unajua mzee hapa? Namjua. Unamjua? Najua mimi ndo unijui. Vile nimejitambulisha naitwa Binai. Na huyu ni daktari. Atajitambulisha kwambia anaitwa nani pia. Hapa tuko na kesi. Na kesi yenye tuko nayo, msichana wako akikupigia simu, sijui kama alikuwa amekuambia kitu yoyote ama kama mlikuwa mmeongea naye kabla hujakuja hapa. Hajaniambia kitu chochote. Amenipigia tu simu tu. Okay, sawa. Sasa mzee hapa nitampa nafasi aweze kuambia pia mambo yenye ilitokea. Ndio ikakutufikisha kwa hii kesi. Nice. Yeah. Okay, kwanza nasema pole sababu ya pengine kuachishwa zile shughuli ambazo umekuwa nazo na mama Mike na mke wa Mike, mama Martin, sababu kuna kitu ambacho kimeendelea ndani ya nyumba yangu na hicho kitu akijanifurahisha. Sababu kwanza ilikuwa Mike mtoto wangu. Wakati nilimkuta na mke wangu kwa kitanda yangu na walikuwa kwa nyumba yangu, na ikawa hiyo mambo imekuwa ikiendelea, na ndiposa nikaamua ama nikatoa uamuzi ya kwamba mke wake ambaye nimemjua kwa muda mrefu zaidi ya miaka 10 ndio nitamwachia nini mtoto na nimwachie mali alinde yangu yote. Nikatoa mali ile nilikuwa nimepatia Mike kwake, nikapatia mke wake. Lakini of late akanipigia simu akaniambia mtoto amehaijakiwa. Na tukaanza kuzozana, tukaanza kuvurutana, sababu mimi dhamiri yangu ilikuwa inaniambia kwamba mtoto haijakiwa. Na hapa ndipo tumepatana na Jinai ambaye amekuwa rafiki yangu, na akakuja na rafiki yake ambaye tumejua saa hizi ni daktari, na kila kitu ikajulikana ya kwamba wao walikuwa wamepanga njama. Mtoto walikuwa amechukua akarudishia mke wangu ule ambaye tuliachana ama nilimfukuza, na wachote pesa kutoka kwangu. Wakaniambia kwamba wale ambao walihijack mtoto wanahitaji 1500. Na wakati imechunguzwa imekuja ikajulikana wao ndio wamefanya mipango yote ya mtoto kumrudishia mama yake, alafu mimi wakanipatia namba nitume nini pesa 1500 ambayo tumekaa na ikakuja ikajulikana ya kwamba hiyo pesa haitumii wale walikuwa wanasemekana ni wamehijack mtoto, inaenda kwao wagawane. Na tena kitu kingine pia imeshangaza, kuna vitu mingi ambavyo wametoa ama wameiba kutoka kwangu. Na hata nyumba ambayo nimesikia kwamba inajengwa sikuwa najua, nimejulia hapa. Sababu hiyo maneno ameambiwa aongee na daktari, ameongea maneno ambayo sijawahi sikia. So wewe tumekuita tujue kwamba kuna nyumba ambayo pengine inajengwa ama inaendelea kwako. Hapana, hakuna nyumba inajengwa mahali. Sisi tumekaa na shida, hatuna chakula, hatuna kitu, hakuna nyumba inajengwa. Tunaishi kwa nyumba ya mabati. So hiyo nyumba unasema imejengwa, sijui. Kuna nyumba unajengewa mahali? Hakuna. Kuna mahali nimejengewa nyumba mimi. Mimi niko hivyo, tunakaa kwa nyumba ya mabati, hata hatuna kitu. Hakuna nyumba inajengwa sasa? Hakuna mahali kuna nyumba inajengwa. Na
Kuna daktari wakati amemwambia ongee, ametoa siri zote. Msichana wako ndiye amesema mwenyewe. Msichana ndiye ametoa siri zote. Hapo sijui hapa, lakini kuna nyumba ambayo inajengwa na ni ya gorofa. Hapana, sina nyumba inajengwa mahali. Sina nyumba. Nani Mama Martin, kwa vitu zenye mzee anasema kuna kitu yenye unataka kukanusha? Kuna kitu ya uongo? Na yote ni ukweli nilisema hiyo. Sasa Madhe, mbona yeye anasema kwamba kuna nyumba anajengea? Ni nyumba ilijengwa? Nyumba inaendelea kujengwa. Madhe, mbona unakataa? Huyu si msichana wako? Hiyo nyumba inajengwa, mimi sijui. Nyumba sijaona maana inajengwa, sijaona nyumba mimi. Ile nyumba nakaa ni ya mabati. Hiyo nyumba nasema ya gorofa mzuri, sijaona mahali. Ongea na mama yako atuambie ukweli tafadhali. Tunataka ukweli hapa. Ndio mambo iendelee. Kulingana na venye ambavyo imepangwa, sababu kama ni uongo itaendelea kutoka hapa. Daktari yako hapa. Na kila kitu itajulikana. Wazi ndio tunataka ijulikane, kutoka hapo tujue way forward ambao tutaendelea. Kwa hivyo tuambie ukweli, kama kuna nyumba inajengwa kwako. Hakuna nyumba. Hakuna nyumba hata. So unasema Mama Martin hakuna nyumba anakujengea? Hakuna nyumba ananijengea mimi. Sijaona nyumba mahali. Kama kuna nyumba anasema ananijengea mimi sijaona, sijui. Sijui mimi. Sasa tutasikia nani? Tutasikia Mama Martin ama tutasikia wewe Madhe? Kwa sababu Mama Martin hapo anasema kwamba nyumba inajengwa na iko saa hizi kujengwa. Na ni nyumba ambayo anakujengea. Wewe unakanusha kwamba kuna nyumba anakujengea. Tutasikiza nani sasa? Sijui hiyo nyumba anasema, mimi sijui, yeye ndiye anajua, lakini mimi sijaona nyumba. Ile nyumba inakaa ni baba na mabati. Hivyo ndo nasema ukweli wangu. Mama Martin, mko sawa na mama yako? Mko in good terms? Kabisa, tuko in good terms, tunasikizana kabisa. Ndio nimempigia hata simu akuje. Ningependa niongee kidogo habari ya mama. Mzuri sana. Najua labda ndio tujaipatana, lakini usishangae, mimi naitwa daktari. Kuna mambo ambayo vile mzee hapa amekueleza, kuna vitu ambayo inaendelea, mambo ya mtoto kupotea. Kuna ripoti yoyote ambayo uko nayo? Hata ya mtoto kupotea mimi sijui. Hata hiyo sijui. Hiyo sijui hata ya mtoto kupotea, hata ya nyumba. Hakuna kitu najua mimi. Mimi niko tu hapo kwa giza tu. Hakuna kitu najua hata. Msichana huko kwa mwambia mama kuhusu mtoto kupotea? Sikuwa nimemjulisha. Hakuwa anajua kitu yoyote. Unajua mama, nadhani msichana acha kueleza vile mimi huwa nafanya kazi yangu. Mimi huwa napenda mtu wa kuongea ukweli. Na unajua sisi ni watu wazima, na kitu ile tumeitwa hapa, sisi wote tumekuja hapa kusuluhisha, sababu hata mimi si wa huku, mimi nimetoka mbali sana. Na nimekuja ili tusuluhisha hii maneno ambayo iko hapa. Na wewe ni mtu mzima, na huyu hata pia ni mkwe wako. Sasa heshima ile iko hapa. Tuongee tu ukweli, tujue vile tunasuluhisha hii maneno, sababu tukianza kuleta ukorofi mingi hapa na pale, kila mtu hapa ako na shughuli ya kufanya. Hata huyo mzee ilifaa asafiri, lakini amesimamisha mambo yake kidogo ya safari ili tuweze kusuluhisha hii maneno ambayo iko hapa. Sasa ukianza kujaribu kusema hakuna kitu unaelewa, hiyo unajua unatuchanganya kidogo. Tuambie tu ukweli. Tuambie ukweli kama vile ambavyo tumeishi. Heshima ambayo imekuwa katikati yetu. Hii familia iendelee. Na kama mnataka heshima irudi, lazima kuwe na ukweli. Kwa hivyo ukweli ukikosekana, hapa kutakuwa na mgawanyiko. Na si mzuri. Wewe ni mtu mzima mama. Unajua uongo hakuna mahali inakufikisha. Ni uongee tu ukweli, useme ukweli iko hivi na hivi na hivi na hivi, lakini munisamee ama tutachukua mbinu gani, tutafanya nini, tutasuluhisha namna gani. Unajua hiyo ndio ukweli, ndio kitu ya maana. So mimi siwezi suluhisha kitu yenye sijui, kwa sababu kupotea mtoto nimesema sijui, nyumba inajengwa sijui, mzee amesema amepoteza mali mingi, sijajua hiyo mambo yote. Hakuna kitu yenye nimejua hata. Nyumba hujui namna gani na inajengwa kwako? Sijaona, sijajua hata. Sijaona nyumba inajengwa wapi. Na mimi hata ninakwambia naishi kwa nyumba ya mabati, nyumba ina simu. Mama Martin, mbona uongeleshi mama yako? Kwa sababu vitu anasema unaona tu anatudanganya, lakini umenyamaza. Unajua yeye anasema na ngoja tu amalize sasa ndio tuongee. Mbona usimwambie Madhe unasema uongo ama unasema ukweli? Najua itakaa ni kama ni disrespect. Okay. Sasa mama, naomba tu tuelezee hiyo nyumba inajengwa, hiyo pesa ulipata namna gani, na sababu hii mambo yote ambayo inaendelea hapa unajua kila kitu, hata mbinu ya mtoto kupotea
hiyo kila kitu, kupiga simu kwa mzee huku atoe hiyo pesa na kila kitu ambaye inaendelea hapa unajua. Usijaribu kudanganya sisi. Mimi kile naweza sema, mimi sina nyumba na ile kazi nafanya siwezi ona pesa hata ya kujenga hiyo nyumba, na msichana wangu hakuna pesa amenipea kujenga nyumba, hata imetoka Tunasema hata ni msichana amekupea ama nini. Tunasema tu hiyo nyumba ambayo unajenga labda anataka kukupongeza, labda mzee hapa anataka akuongezee kitu kidogo. Unajua ukisema hakuna kitu sababu sijaanza kujenga, hata sina plan ya kujenga nyumba. So sasa sijui anaweza ongezea wapi, na sijaanza hata plan ya kujenga nyumba yote. Mimi niko tu. Unajua labda tulikuwa na kikao hapa, mzee anataka kuboost kidogo na kitu umalizie nyumba. Hiyo ndio ni vizuri, unajua ungeeleza useme nimejenga, nimefikisha hapa hivi na hivi, lakini nimelemewa. Mzee hapa kuongeza kitu. Hakuna nyumba nimejenga mimi. Ila anaweza ataka niongezea ati ni ani boost niendelee. Hakuna nyumba nimejenga mahali. Mimi niko tu hivyo. Hii mambo unasema hujui chochote kuhusu mtoto, kuhusu kila kitu. Mtoto, kuhusu nyumba, I don't know. Yes. Unajua nikifungua hii bag, unajua hii ndio huwa inaongea ukweli. Uliza huyu msichana nini imemtendekea hapa, na alikuwa pia naye anakataa hivyo, lakini ameweza kuongea ukweli na ukweli imejulikana sababu yeye ameweka kila kitu wazi. Na ndio maana tumekuita wewe kama mzazi yake pia usikie na pia wewe uongee. Useme kweli hii na hii imetendeka na si vizuri. Ama wewe unashirikiana na yeye? Hapana. Mama unaweza penda kuona mama yako akiumia? Asiwezi penda, lakini aseme tu ukweli. Hiyo ukweli hata wewe ungefanya aseme ukweli, kwa sababu unaona umenyamaza hujamwambia kitu. Unajua sasa ni yeye ndo anafaa kusema. Juu angesema angeongezewa pesa ya kumalizia nyumba. Sasa aseme anakataa. Unaona sasa hiyo ni ubaya. Na mimi siwezi msaidia saidi nyingine, nimeharibu jina kwa mzee. Sasa Madhe, wewe unatuambia kwamba mtoto wako anatudanganya, hakuna nyumba anakujengea. Inaonyesha hivyo, na yeye amesimama hapa mwenyewe, unasikia ukitudanganya. Hakuna nyumba amenijengea. Hakuna hata. Niulize kwanza daktari kabla uendelee. Ile namba ambayo ulikuwa umenitumia ilikuwa ya nani? Ilikuwa Edna, bibi yako. Mimi sijui namba ya Edna. Hakuna namba, iko registered under jina ingine, sio yake. Yenye huyu ajui. Yenye sijui. Huyo mama alikuwa mkora namna gani? Kile mzee mimi nataka, unajua mimi nimekuambia leo nataka nikuonyeshe vitu wazi wazi. Si ndio? Na huyu mama amekataa kuongea, amesema hakuna kitu ile anajua na hata nyinyi mnishahidi mmeona. Na mimi nataka yeye mwenyewe aseme kutoka kwa kinywa chake kila ambaye anajua na aseme ukweli yote. Si hivyo ndio kila mtu anataka. Unajua sasa mimi sitaki kupoteza muda. Ni kweli. Sababu pia wewe uko na shughuli zako mingi. Kenye kinaendelea ndani ya si uongeleshe mama yako aongee na nini mama yake. Mwambie aongee, tuambie ukweli hiyo ipatikane. Sema ukweli yote ishe. Sina ukweli yote. Sina ukweli kwa sababu hakuna nyumba imejengwa, hakuna kitu yote kimefanyika. Utapoteza kila kitu. Siwezi sema kitu yenye simu si ya ukweli, niseme sijui nini, ni vitu zenye si za ukweli, niseme kuna nyumba, kuna nini na haiko. Siwezi sema, niseme aje. Mimi sijui chochote. Hauna chochote. Sina. Hata hii mambo ambayo tunaongea hata uelewi. Hata sielewi. Hakuna chenye naelewa hata kidogo. Sielewi. Mimi sijui mimi. Sababu ongea, tuambie ukweli. Mama nini? Nawashwa mtoto wangu. Nawashwa. Wameniroga watu. Tunataka ukweli hapa, ijulikane. Au confess. Nitaongea. Ongea mama ishe. Kuna nyumba ninajengewa mahali. Msichana wangu amekuwa akinitumia pesa. Nikaanza kujenga hiyo nyumba. Hata mtoto ile pesa ilikuwa imeitishwa 1500. Tulikuwa tungawane sisi wote tukudanganye. Mtoto amekidnapiwa. So tulikuwa tumepanga hivyo. Nyumba iko. Nimekubali nyumba iko nimejengewa. Nyumba imefikia wapi? Haijaisha mpaka kitu kidogo. Hii mambo yote ambayo inaendelea kwa hii boma ya mzee unajua, si ndio? Najua. Unajua wewe ni mzazi, vitu ambayo wewe unaona vitu inaendelea hivi na umenyamaza kwa nini? Najua kila kitu.
Mtoto ako wapi? Yani Mtoto ako na Edna. Yani tunakaa venye ambavyo tuko, lakini bado tuko kwa giza. Badala uniambie ama unielezee chenye kinaendelea ndani ya boma yangu, mnashirikiana wote. Mnataka nifanye nini? Mzee tusamee. Ni nini ambayo sijaifanya ndani ya hiyo boma yenu? Yani wizi ndani ya nyumba, badala mwizi atoke nje, mwizi ako ndani ya nyumba. Mnapanga njama. Sasa tutaishi namna gani niambie? Mzee, hiyo si makosa yetu. Kila kitu ilikuanga Edna. Huyo bibi yako ndiye alipanga kunyang'anya pesa. Ungeniambia. Kwa nini huko niambia? Tunaongeanga na simu. Lakini sisi unajua ningekuambia pia angenifukuza kwa nyumba. Unajua kila kitu muona tupea. Ndio, lakini wakati mambo inaenda mbaya, huwa unapatikana mtu mmoja wa kufanya nini? Wa kutoa siri. Sawa? Muniambie mzee, mambo iko hivi na hivi, lakini usiwaambie. Lakini mmenyamaza, mnakula pesa pamoja. Sasa unataka kuniambia ni nani nitatrust katikati ya nyinyi nyote? Niambie. Mzee, ama tungeita Edna tu akuje aseme kila kitu. Sio hata mambo ya Edna, sababu sasa nyinyi mmenionyesha kwamba hii hakuna umoja mahali pale na hakuna ukweli ndani ya boma yetu yote. Mke wangu nimeona venye yako. Kijana nimeona venye yako. Wewe nilikuwa nimeweka tumaini kwako. Ndio hiyo imepotea ama imevunjika. Umeshirikiana nao, mnataka kuchukua pesa zingine, na bado kuna zingine imeelezewa ya kwamba ni mingi ambayo mlikuwa mnataka kuchukua. Hiyo ni nyumba. Ni mingi ambayo wamekuibia. Hiyo ni nyumba umejenga uko nje, umekuwa ukitumia mama yako pesa na hujai hata niambia. Nyumba yenyewe sijai jua kama kuna nyumba inajengwa nje. Mnataka nifanye namna gani? Hii yote ni makosa ya huyo bibi yako. Si makosa ya bibi yangu. Yeye ndiye aliplan kila kitu. Sababu kama ungekuwa mzuri pamoja na mama mkwe, mungekuwa mzuri, mungenipigia simu niambie mambo inaenda hivi na hivi, lakini usimwambie ni sisi tumekuambia. Nikuje kama siri, niene nijione, lakini mmekubaliana na mkashikana mikono. Kila kitu ni kukula pamoja. Sasa hakuna mzuri na hakuna mbaya. Wote ni wabaya. Mzee, nilikuwa nikuambia, lakini hata ukikuja huku tuambia siku unakuja. Ulikuja tu hivyo. Ulikuwa uniambie, lakini hata hapa isipokuwa ni daktari amekuja, hakuna kitu ulikuwa umesema. Ulikuwa umeniambia mtoto amekuwa hijacked, kwa hivyo ulikuwa na ngoja nitoe 1500 hapa milioni. Nimtumie mkuje mgawane wote. Isipokuwa ni daktari amekuja akatoa siri yote. Ile kitu imekuwa ikitendeka na ikiendelea ndani ya nyumba yangu. Daktari ndiye amekuja kufunua. Huyu ulikuwa unasema ako pamoja na wale watu ambao walihijack mtoto. Ndiye amekuja akafumbua kila kitu. Mama mkwe alikuwa pia amekataa. Wakati daktari amemuongelesha, ameongea kila kitu na amekubali. Sasa niambieni, mnataka tufanye namna gani? Sababu sasa hii hatuwezi kaa hivyo venye kuko sasa. Ni ukweli mama, hata mimi nimekuambia hii heshima inaenda kuvunjika. Na wewe ni mtu mkubwa tu. Hii mambo hii unajua wewe ni mzazi. Ukiona kitu inaharibika mahali unaongea, unasema hapa pa hii njia ambayo mnaenda si mzuri. Hapa mnaenda kuharibu. Ona sasa umeharibu. Sasa utafaidika na nini? Hii tamaa kidogo hii ya shilingi 10 hii utafaidika na nini? Upoteze mahali ambayo ulikuwa unakulia. Huyu mzee, mimi nikiangalia roho ya mzee, ako na roho mzuri na ni mtu ambaye ukiongea naye ukipigia simu mwambie baba nimegwama hapa na hapa nisaidie kidogo, si mtu mbaya. Mngekuwa tu mmemwambia kwamba mzee, tulikuwa nataka kufanya hivi na hivi, kama utakuwa na uwezo tusaidie mahali fulani. Huyu mzee angekataa. Sababu licha ya hivi vitu yote ambaye imetendeka, niliona sababu alikuwa na roho ya kusaidia mpaka mtoto ambaye wamemkosea. Si ndio mzee? Nilikuwa nimekubali mpaka mtoto nimsimamishe na nimfungulie mpaka account yake na insurance. Ifanye nini? Imsimamie maishani mwake mwote. Sasa mumepora, mumeshikubaliana, mmeshikania, hata hiyo nyumba inajengwa, hakuna pesa yenu imetumika pale. Kitu ile mimi nataka sababu mko kimoja na huyo Edna, nataka muite yeye akuje, mwambie kuja na mtoto
pesa wako wanatoa. Msiambie yeye chochote, nataka mpigie tu yeye simu vile huwa mnaongea, sababu mnajua pale yako. Nataka mwambie akuje, pesa imetolewa, kuja tugawane. Si ndio? Si hivyo ndio ilikuwa? Ni sawa, acha nimpigie simu. Yeye simu akuje. Mwambie pesa imetolewa, kuja tugawane, akuje mpaka hapa. Mwambie pesa nimetoa, mkuje mgawane pesa. Kutoka hapo tutajua venye tutafanya. Mwambie yeye tu pesa imetolewa, kuja na mtoto, pesa imetolewa, kuja tugawane. Sawa. Vile mlikuwa mmepanga. Usimwambie kitu yoyote mbaya tafadhali. Kwa sababu saa hizo ukimwambia kitu yoyote mbaya ni wewe utabeba msalaba. Sawa? Yeah. Mtego imenasa waliomo. Sio wasiyekuwemo, imenasa waliomo, mko pamoja. Sasa tutasaidiana aje? Sababu sasa naona maelewano, makubaliano, masikizano yote imevunjika. Hakuna venye tutaweza saidiana sasa. Hata hiyo nyumba inaenda, hiyo ilikuwa inajengwa, naenda kuchukua. Sababu hiyo ni pesa yako. Hiyo ni pesa yangu. Sisi tutabaki na nini? Nitaenda umesema mlikuwa mnaishi kwa nyumba ya mabati. Hapo ndipo mtaendelea kuishi sasa. Tumesema sorry, tumekukosea, tumefanya ukora, tumekusema sorry, tusamee. Venye imeonekana amkuwa tayari kukiri na amkuwa tayari kuongea ukweli. Isipokuwa ni daktari amekuja, mlikuwa mmepanga mkatae kabisa. Tumekiri mzee. Sasa kutokana na kama mungekubali mara ya kwanza, tungefikiria ama ningefikiria otherwise. Lakini saa hii mumesukumwa. Ni kusukumwa, mumesukumwa. Muongee. Muongee. Mpaka kitu ama vitu ikamtendekea ndio mkaongea. Sasa hapo hakuna uhusiano itaendelea katikati yangu sasa. Sisi tunasema sorry, tumekukosea. Tunasema ni sorry sisi na msichana wangu. We are sorry. Tumesema sorry sana. Tumekukosea. Sasa mimi namaliza mambo. Usimalize. Namaliza mambo, mke wangu, kijana yangu na wewe mkaa hivyo sasa. Hapana. Unajua mama, ungekuwa mtu ya kuongea ukweli. Vile ulifika tu hapa mara ya kwanza, ungeeleza kila kitu. Ungefunguka useme yenyewe mzee iko hivi na hivi, mimi pesa nililetewa na msichana aliniambia anataka kunijengea. Mimi sikujua. Unajua ungeongea ukweli, lakini sasa umenyamaza kila kitu, sasa kumaanisha hii mambo yote unahusika. Na hiyo ndio umeharibu kila kitu. Mimi nilikuambia uhusiano ambaye huyu mzee alikuwa nayo na wewe unaenda kuivunja. Naona sasa. Ona sasa vile umeharibu. Mzee ni mtu mzuri, mngeongea naye hata kama mnataka kitu. Hiyo nyumba hata labda yeye angekujengea tu. Angekujengea hata nyumba kubwa kushinda hiyo. Kwa sababu kwa vitu amefanyia msichana wako, vitu amefanyia huyo bwana msichana wake ambaye ni mtoto wake. Ni vitu mingi ambazo zenye angekosa kupush. Ungesema mzee, nataka nimeanza mahali fulani na nimelemewa mahali fulani. Angekusaidia tu. Ndio maana tunasema ni sorry. Tunasema sorry sana. Sorry mzee. Sorry. Sahi. Unaona tumefanya tumepeleka mambo hivi. Sisi tunasema ni pole. Sorry, tusamee. Mswahili alisema kama uko na roho ya kusamee tusamee. Mswahili alisema yakimwagika haifanye nini? Hayazoleki. Sababu hii mbinu ama hii njama mlikuwa wote pamoja. Nyumba haijengangwi na wiki moja ama siku moja. Imejengwa miezi. Imejengwa masiku gani? Siku kidogo sana. Hiyo nyumba. Nyumba ya ghorofa. Hiyo masiku imejengwa zaidi ya miezi. Sijawahi jua na sijawahi ambiwa. Mtoto akawa hijacked. Kulingana venye ambavyo walivyosema. Lakini daktari akakuja akafanya nini? Akaniambia hajakuwa hijacked. Nyinyi ndio mlikuwa munataka pesa kuniibia. Bado jama haijaisha. Kuna jama ya pesa ya nyumba. Kuna jama sasa ya pesa ya mtoto. Ingine mlikuwa mmepanga, hata daktari amesema ni mingi sana. Na sasa ndio hiyo mambo yote tukate. Na iishie hapa. Maelewano na masikizano staki. Maharibu kila mahali sasa kabisa. Tumesema sorry. Hata watu upewa nafasi ya pili. Hata kama wamekosea, watu upewa nafasi ya pili. Watu wamebebwa na makosa tumeumbwa nayo mzee, tusamee. Nauliza tu swali moja. Uliza. Umekosea mara ngapi? Si mara ya kwanza ama ya pili ama tatu? Sababu hii ni kitu ambayo mmenyamazia kwa muda mrefu. Ni sawa, lakini mwanadamu ni mwanadamu. Mara ya kwanza kijana wamekubaliana na msichana. Venye njia zake zote amekuwa akipitia na kuitisha pesa,
mlikuwa mnajua. Na hata msichana wako ameniambia ilikuwa ni mpango wachukue pesa kutoka kwangu. Venye msichana alikuwa anakuja mpaka kwa nyumba yangu, wanalala na kijana yangu, inajulikana. Hata wewe unajua, hakuna mtu ajui. Unajua, si ndio Mathe? Hiyo najua. Venye mtoto amepatianwa niambiwe ama haijakiwa, bado ulikuwa unajua. Hiyo bado najua. Nilikuwa najua bado. Venye nyumba imekuwa ikijengwa bila hata mimi kujua ama kuelezwa, ulikuwa unajua. Nilikuwa najua. Hiyo ni vitu ngapi? Vitu 4. Na daktari amesema kuna vitu mingi zilikuwa zimepangwa juu yangu. Ni ukweli. Sasa ndio hii vitu isifanyike na isitendeke katika maisha yangu. Afadhali kukata laini. Si tunaambiangwa jicho moja ikikosea uvunje ingine. Sasa sababu makosa imepatikana na si moja ama 2 ama 3. Afadhali nikate. Niweke laini, niseme ya kwamba sasa mimi sina mtu ambaye naweza tegemea. Hapa. Nikirudi niache nimeandika watu. Security wanilindie mali yangu, lakini sio nyinyi. Na hivyo ndio nimeamua.